Utagundua wale ambao wamefuatilia mikutano hii mikuu ya kanisa kwa jina ambalo unaweza ukafahamu vizuri session, ili neno ndilo lenye herufi kubwa na liliokolezwa, ambalo kila mtu anapaswa kufahamu kwamba miaka hii mitano Mungu anatuita kujikita katika neno lake. Neno lake. Katika kipindi cha falsafa nyingi na uzoefu mwingi wa kibinadamu na hekima nyingi zetu wanadamu, bado kanisa linaitwa kujikita katika neno lake, kuwa na msingi katika neno lake, lakini wakati huo tukiwa na shabaha, tukilenga katika utume. Na hili neno linakuja katika juma hili la uwakili likiwa limesheheni swala kubwa mno kabisa la uwakili. Ukizungumzia kujikita katika neno, ukizungumzia kulenga katika utume, unazungumzia kulenga katika utume, unazungumzia swala zito la uwakili. Na tutaona katika juma hili ni kwa nini katika neno na katika utume. Na somo la kwanza leo lina kichwa kinachosema umuhimu wa kwanza wa uwakili. Ndio somo la kwanza kabisa leo. Ile niliyoitaja ni jumla ya juma zima, kujikita katika neno, kulenga katika utume wake. Lakini somo la kwanza, umuhimu wa kwanza wa uwakili. Somo hili ziko aya kubwa mbili ambazo zimejenga katika somo hili. Ya kwanza ni Zaburi 24 aya ya kwanza, na ya pili ni Wakorinto ya kwanza sura ile ya 4 na aya ya kwanza na ya pili. Kwa sababu tunalenga kutumia muda mfupi kabisa kama dakika 29 kuanzia hapa ili saa 12 tuweze kutufikia mwisho. Niombe tu kwamba uwe na kuna mwingine ambaye ana microphone ambayo ni wireless, maana nilikuwa naona zinatembea kule, ile mtu anaweza akawa mwepesi kwenye kusoma. Aya zingine nitazisema na utaziandika. Nitaelezea kidogo katika hizo aya. Nione yule ambaye atasoma na nione microphone iko hapa. Okay, asante Pastor Ezron. Ulikuwa hujaongea naye kumbe? Asante, nashukuru sana. Asante, microphone iko pale. Kwa hiyo kuna aya tutazisema tu, lakini hatutazisoma. Tutakazozisoma basi mtumishi wa Bwana atasoma hizo aya, lakini wewe unaweza ukaandika. Umuhimu wa kwanza wa uwakili. Kwenye ile aya ya kwanza ambayo ni Zaburi 24 aya ya kwanza inasema, nadhani inaweza ikawa ni aya mojawapo ya kukariri, lakini ngoja tuisome. Zaburi 24 na ile aya ya kwanza. Hebu isome hapo. Takuwa hiyo Biblia imepoteza Zaburi. Zaburi 24 mstari wa kwanza. Biblia imeandikwa, inasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Na dunia na wote wakaao ndani yake. Dunia na wote wakaao ndani yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Dunia na wote wakaao ndani yake. Hiyo ni aya zinazobeba somo hili la kwanza katika hizi mbili. Aya ya pili, Wakorinto ya kwanza sura ile ya 4 aya ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo aya ya kwanza inatueleza tu ya kwamba chochote unachokiona, kile unachosikia kwa masikio, ile unachohisi kwamba viko duniani, hivyo vyote ni mali yake. Hiyo ndio aya inayotangulia namna ile. Wakorinto ya kwanza sura ile ya 4 na ile aya ya kwanza na ya pili. Anasema, ndio, mtu na
atuhesabu hivi, atuhesabu namna hii kuwa tu watumishi wa Kristo. Sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Alafu ni mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Ndio mtu aonekane kuwa ni mwaminifu. Kinachohitajika kwa wakili ni kwamba aonekane mwaminifu. Basi. Sasa ndio hizi aya hizi ndizo zinatufanya tufikiri juu ya somo la leo, ya kwamba umuhimu wa kwanza wa uwakili, umuhimu wa kwanza kabisa, ndiposa mtu aonekane ni mwaminifu. Kwa hiyo uaminifu huu una mambo yafuatayo. Ndio umuhimu wa kwanza kabisa. Naomba usikilize vizuri. Unapozungumzia uwakili, yani umuhimu wake wa kwanza. Na ukweli ni huu, kama utabaki huo peke yake, ndiyo hasa lengo. Hakuna kitu kingine. Awe mwaminifu. Ikiwa mtu ataitwa wakili, ni kwa sababu tu ni mwaminifu. Kwenye Luka Injili sura ya 12 na ile aya ya 42, Yesu alizungumza maneno haya kadhalika. Hebu soma tena hapa. Luka sura ile ya 12 na ile aya ya 42. Anasema Luka 12, Luka sura ya 12 mstari wa 42, Biblia imeandikwa. Inasema Bwana akasema. Akasemaje? Ni nani basi? Ni nani basi? Aliye wakili mwaminifu. Aliye wakili mwaminifu. Mwenye busara. Aliye na busara. Ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote. Komea tu pale. Ni nani basi? Aliye wakili. Kanisa, mmesikia hiyo aya vizuri? Aliye wakili mwaminifu. Nani? Nani basi? Yesu alizungumza juu ya neno hilo. Na ninyi mnakumbuka kwenye ule mfano wa talanta ile, kwenye hiyo andika tu kwenye ile Mathayo sura ile ya 25 aya ya kwanza, aya 24 21, alipoleta mwingine 5 faida. Usikize lugha yake alivyozungumza, vema mtumwa mwema na sauti sasa. Sauti mmepeleka wapi? Hamjambo watu wa Mungu? Hatujambo. Hamjambo watu wa Mungu? Hatujambo. Ninyi ndio mnajua budget tu ya sauti Kwa hiyo mimi ndio natumia vibaya sauti. Mnaweka budget ya sauti. Ni nani basi aliye mtumwa mwaminifu? Na kwenye ile aya ya 23 aliyeleta pia 2 faida, lugha iko ni ile ile. Vema mtumwa mwema na mwaminifu. Hivyo ndivyo inavyozungumzwa pale. Lakini ukienda katika ile Luka sura ya 16 aya ya 10, ulikuwa mwaminifu kwa machache, aliye mwaminifu kwa lililo dogo atakuwa mwaminifu kwa lililo kubwa zaidi. Ndivyo anavyoeleza pale. Ukienda kwenye Luka sura ya 19 na ile aya ya 17, kadhalika anasema ulikuwa aliye mwaminifu katika lile dogo atakuwa mwaminifu katika kubwa, na aliye dhalimu katika dogo atakuwa dhalimu katika kubwa. Hizi aya zinaeleza nini? Uaminifu hauko kwenye vitu vinavyohesabika, ila iko kwenye tabia. Ndio maana anasema mtu hawezi kuwa mwaminifu akiwa katika eneo kubwa. Uaminifu ni tabia. Kwa nini? Kama alikuwa mwaminifu katika dogo, atakuwa mwaminifu katika kubwa. Kama alishindwa kuwa mwaminifu, atakuwa dhalimu katika dogo na atakuwa dhalimu katika kubwa. Kwa nini iko vile? Umuhimu wa kwanza katika uwakili ni uaminifu. Sasa kabla hatujaenda, tutarudi hapo uangalie kwa nini hii hoja ni ya muhimu sana. Kwa nini ndio umuhimu wa kwanza na hakuna kitu kingine.
Kwanza nikurudishe kwenye ile aya ya kwanza ya Zaburi 24 aya ya kwanza inayozungumzia ya kwamba nchi, mbingu na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa nini anatangaza ni ya kwake, ni mali yake, ndiye mwenye na ndiye mmiliki? Kwa nini anaeleza habari ya ukweli huo? Tunaelewa kwenye Mwanzo 1:28 alipotuumba akasema akawabariki, zaeni, kisha akawaagiza mkaitishe vyote alivyoviumba. Lakini anasema sio vya kwako, ni vya kwangu. Sasa unajuaje sio vya kwako, sio vyangu, ni vya kwake? Unajuaje? Kwa sababu pia uiandika tu kwenye ile Zaburi 50 aya ya 10 hadi 12 anapoelezea wanyama wote na hayawani vyote ni vya kwake. Na anaeleza angelikuwa na njaa asingemwambia mwanadamu, maana anajua vyote ni vya kwake, na angekuwa anahitaji angeweza kuvichukua tu, ni vya kwake. Na ndiye ameeleza kwenye Hagai 2 na ile aya ya 8 anaposema fedha ni ya Bwana na dhahabu ni vyake, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo ikiwa anataja nchi na vyote vijazavyo, anajaza watu na kila kitu ni vya kwake. Akizungumzia wanyama, ndege, hayawani, kila kitu ni chake, ni mali yake yeye. Anataka tuambie ukweli huu. Ni kweli ya kwamba hakuna ambacho mwanadamu anachomiliki? Jibu ni ndio. Una ushahidi gani? Soma hizi aya 3 uone ushahidi. Aya ya kwanza, Ayubu sura ile ya kwanza na ile aya 21. Hapo nafikiri tuabidi tuweze kusoma. Ayubu sura ile ya kwanza na ile aya ya 21, ambacho ndio kitabu cha kwanza kabisa kuandikwa katika Biblia. Hebu soma hapo. Ayubu sura ya kwanza na ile aya ya 21. Unahitaji mtu akusaidia kufungua Biblia? Jirani yako yeye anaweza kawa anakusaidia, anakushikia maiki alafu unafungua. Maana Ayubu 1 ameibuka tayari. Ayubu 1 aya 21. Huyo mtampa kazi ngumu sana jioni. Hebu soma. Akasema mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi. Nilitoka tumboni mwa baba nikiwa namna gani? Uchi. Nikiwa uchi. Nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Na nitarudi huko nikiwaje? Nilivyotoka kwa tumbo la mama ndivyo nitakavyotoka katika dunia. Nilitoka nikiwa uchi na nitarudi katika ardhi nikiwa namna gani? Vile vile nikiwa uchi. Bwana alitoa. Ndivyo anavyoeleza vile. Aya ya pili tunaacha hapo, twende kwenye hizi zingine hapa kwenye Mhubiri sura ya 5. Alafu usome ile aya ya 15 na 16. Sisi tutasoma aya ya 15 pekee, lakini wewe utasoma mpaka ya 16. Hebu soma pale. Umuhimu wa kwanza wa uwakili, uaminifu. Basi. Mhubiri 5 mstari wa 15. 15. Alivyotoka tumboni mwa mamaye. Alivyotoka tumboni mwa mama yake. Atakwenda tena tupu kama alivyokuja. Atakwenda tupu kama alivyokuja. Asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake. Hatatoka na chochote kwa kazi aliyoifanya. Yaani hatoki na chochote. Kama alivyokuja, alikuja akiwa uchi na atarudi akiwa tupu. Asa usiniambie mbona tunawavalisha suti, na wapiga kitambaa kilemba, weka na viatu. Atakuwa anahudhuria huko misa ama anafanyaje kabrini? Waulizeni wanaowafanya hivi. Mimi sina jibu. Ila anachoeleza ulivyokuja ukiwa mmekaa kimya, mnaona atapata baridi kule, kuna baridi lazima avae nguo. Mimi huwa nashangaa saa nyingine, anyway, huwezi kumwangalia hivi angalau hajaweka nguo na nini, lakini huwa najiuliza mpaka na viatu. Wenye viatu kule huwa najaribu kuangalia majeneza wanafungua,
hawafungui mpaka kwenye miguu. Sasa wao sijui anaenda kuvivaa, na vingine ni vipya kabisa, ni watu wangeweza kuvaa walio hai. Akili jamani. Nipo nikajua ni kwa nini wazee kule kijijini mtu akifa wakati kama alikuwa wana ng'ombe wengi, kila siku watu wanachinja ng'ombe wanakula, alafu wazee wanasitiza anaenda na vitu vyake. Lakini tukikaa mezani yule aliyekufa hata mnofu mmoja, lakini wanasema anaenda na vitu vyake. Kumbe ni kuhamasishaji tu watu waweze kula vitu. Sasa anaendaje na vitu vyake, na alienda kaburini hata mbuzi hakwenda naye. Sembuse ng'ombe watu wanachinja wanakula huko, wanasema anaenda na vitu vyake. Nimeuliza kuhusiana na hao wanaozikwa namna hiyo, kawaulize. Ila nadhani wanamaanisha kwamba wanafanya hiki na kile. Lakini pamoja na hicho chote ni kwamba hatoki na kitu kwa sababu hawezi kukitumia. Hawezi. Anasema alivyokuja ndivyo atakavyotoka tupu tupu. Lakini twende Agano Jipya. Hii ni aya ya 3 nikielezea kwamba mwanadamu hawezi kuwa mmiliki. Angelikuwa ni mmiliki angetoka na vitu vyake. Lakini kwa sababu alikuja akavikuta, kwa hiyo anapofanya kazi anapata vitu sio vya kwake. Maana unakusanya vya mwenyewe, na siku ikifika unaondoka unaviacha. Katika kitabu kile cha Timotheo ya kwanza sura ya 6 na ile aya ya 7. Hebu soma pale. Timotheo ya kwanza sura ya 6 na ile aya ya 7. Hii itakuwa aya ya 3 inayozungumzia tunakuja tukiwa tupu na tutaondoka tukiwa tupu. Hebu soma. Timotheo. Oho. Anasema, umeipata? Usije ukawa unasoma Malaki. Nimeipata. Haya, hebu some Timotheo ya kwanza sura ya 6 na ile aya ya 7. Kwa maana hatukuja na kitu duniani. Hatukuja na kitu duniani. Tena hatutaweza kutoka na kitu. Hatutatoka na kitu. Sasa ingelikuwa mwanadamu ni mmiliki, angelikuja na vitu vyake na angeliondoka na vitu vyake. Ila kwa sababu sio mmiliki, alivikuta na atavifanyaje? Ataviacha. Huo ndio ukweli tu. Kwa hiyo ukiwa na nyumba umeijenga, umetumia vitu vya Bwana, mchanga wa kwake, mawe ya kwake, simenti ya kwake, nondo za kwake, na siku ukifa utaiacha hiyo nyumba. Hauendi nayo ng'o. Wakati unaitumia itumie vizuri mno, maana siku ukienda hautoki nayo. Ikiwa ni usafiri, ni gari uko nayo, itumie vizuri saa hii, maana ukifa hatukuziki nayo. Lazima ibaki, maana sio yako, ingawa kadi ya umiliki kwa sheria za nchi inataja wewe, lakini ukweli ni huu: siku ukifa itajulikana haikuwa yako. Na wengine hawataki kuandika wosia, maana wanadhani ni vya kwao. Subiri vipimo. Uzuri sio sisi, ni wale ambao hawajaja. Wanasema ukiandika utawahi kufa. Sasa acha kuandika tuone kama utachelewa. Yaani ni ubishi tu ya kwamba ni vya kwangu, lakini ukweli ni huu: unatumia na watu wote hao ulionao nyumbani na wengine ambao hata uko nao nyumbani. Na hata utakapoondoka watakaotumia wakupe ripoti. Hatukuja na kitu na tutaondoka bila kitu. Maana yake ikiwa wewe na mimi utaelewa ukweli huo, utajua nini maana wakili anapaswa kuwa mwaminifu. Kwa sababu hivi tulivyo navyo, tunavyovitumia sio vya kwetu. Na hivyo Mungu ametupatia, beba hiki, kishike hiki, kitumie hiki, fanye hiki. Ila anachokagua ni uaminifu kwenye hivyo ulivyo navyo. Ndio maana anasema uaminifu sio uwe navyo vingi, ila hicho ulicho nacho amekupatia tu ili akague kitu kimoja kikubwa: uaminifu. Kama umeelewa nyosha mkono. Okay. Hiyo ndio inaeleza ya kwamba sisi sio wamiliki. Tusije tukashawishiwa na sheria za wanadamu
nani mmiliki wa kiwanja, nani mmiliki wa nyumba, nani mmiliki wa hiki, na ukaweka jina, nikaweka jina, ukadhani kweli ni mmiliki. Ni kwa mujibu wa sheria za nchi hii. Kwa mujibu wa neno, hakuna anayemiliki alichokikuta. Tulitoka tumboni uchi na tutarudi hivyo hivyo. Baada ya kueleza hivyo, turudi kwenye hiyo neno, kinahitajika uaminifu. Kwa hiyo kumbe Mungu alituumba tuwe wakili. Lakini wakili gani? Mwaminifu. Kwa anasema nimeangalia vyote mkatawale vilivyoko angani, nchini, chini ya dunia. Vyote hivyo wakati Mungu anaumba, aliumba nafasi, akaumba mali asili, vitu vyote akaweka, akaumba uhai. Lakini anaposema mkavitawale na kuvitisha, anazungumzia hoja ya uwakili. Kwa sababu hata hivyo Adamu alivikuta. Ndio maana yeye sio wa kwanza kuumbwa, yeye ni wa mwisho kuumbwa. Yeye hamiliki chochote, alivikuta vyote. Na hiyo maana yake hata wewe na mimi tunapokuja tunavikuta ameshaweka. Kama ndivyo ilivyo, maana yake yeye ni wakili tu. Na kinachohitajika ili mtu aonekane ni wakili ni uaminifu. Basi na huo uaminifu alivyoutaja ni kwa namna ya ajabu sana. Kwa sababu ametaja kwenye Ufunuo sura ile ya 2 na ile aya ya 10, uwe mwaminifu hata kufa. Yaani swala uaminifu ni swala nyeti kiasi kwamba hata kama nitatakiwa kwenda kaburini, niende kaburini hatua yangu ya mwisho ikiwa ni mwaminifu. Kuna nini kwenye hili swala la uaminifu? Maana ndio sehemu ya mwisho na tutakumalizia jioni ya leo. Kuna nini kwenye hili swala la uaminifu? Kwa nini hata mtu akikabiliwa na kifo afe akiwa mwaminifu? Ikiwa kuna majaribu, ajaribiwe akabaki kwa mwaminifu. Sio tu alivyo navyo katika hali ya kawaida, hata pale ambapo atahitajika uhai wake, imradi tu ama anaacha uaminifu ama hapana. Biblia inaeleza uwe mwaminifu hata kufa. Kuna nini katika swala hili? Kiko kitu gani pale? Hapa tutasoma aya chache kadhaa. Kwanza twende kwenye kitabu cha Wakorintho ya kwanza sura ile ya kwanza na ile aya ya 9. Halafu taenda Wakorintho ya kwanza sura ya 10 na ile aya ya 13. Wakorintho ya kwanza sura ile ya kwanza na ile aya ya 9. Hebu soma pale. Anasema, uaminifu ni kitu gani? Hebu soma. Kwa maana katika Torati ya Musa. Ni Wakorintho ya ngapi hiyo? Wakorintho wa kwanza sura ya sura ya ngapi umesoma? Ya kwanza. Mstari wa 9. Hebu soma. Mungu ni mwaminifu. Ile ya kwanza ulikuwa umesoma wapi? Ni 9. Ngoja. Mara ya kwanza ulisoma wapi? Nilisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 9. Wewe sasa umerudi penyewe sasa. Wakorintho ya kwanza sura ya kwanza na ile aya ya 9. Hebu soma, mtu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanae. Kwa hiyo inakueleza komea tu hapo. Mungu ni mwaminifu. Mwaminifu. Wakorintho ya kwanza sura ya 10 na ile aya ya 13. Mungu ni mwaminifu. Nenda tena hapo usome Wakorintho ya kwanza sura ya 10 na ile aya ya 13. Anasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Nataka usikie tu jambo hilo. Mungu ni mwaminifu. Nenda Wakorintho ya pili sura ile ya kwanza na ile aya ya 18. Wakorintho ya pili ile sura ya kwanza na aya ya 18. Anasema lakini kama Mungu alivyo mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Neno letu kwetu si ndio na sio.
Ndivyo hivyo inavyopaswa kuwa. Komea tu pale. Mungu ni mwaminifu. Waebrania sura ya 10 na ile aya 23. Mungu ni mwaminifu. Na ningeweza kusoma haya, ziko nyingi sana zinazoeleza kwa nini kinachotakiwa kwa wakili ni kwamba awe mwaminifu. Na awe mwaminifu kwa lililo dogo. Anaweza kuwa mwaminifu kwa lililo kubwa. Kwa sababu uaminifu ni swala la tabia na sio kitu chochote kile. Mwaminifu ni mwaminifu tu akiwa sokoni, na ni mwaminifu akiwa chumbani. Ni mwaminifu akiwa safarini, ni mwaminifu akiwa ameketi barazani. Ni mwaminifu jua likiwa linawaka, ni mwaminifu jua likiwa limezama. Yaani uaminifu ni tabia na sio kingine chochote. Akiwa na shilingi 5 ni mwaminifu, akiwa na milioni 5 ni mwaminifu. Akiwa dhalimu katika shilingi 1, atakuwa dhalimu katika 100,000. Kwa sababu ni swala la tabia. Na kwa nini tunaitwa kwa waaminifu? Mungu ni mwaminifu. Amina. Kwa kitabu cha Waebrania sura ya 10 na ile aya 23. Na mlishike sana ungamo la tumaini letu. Kwa nini tulishike? Lisigeuke. Maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Yeye aliyeahidi ni nani? Mwaminifu. Mwaminifu. Komea tu pale. Aliyetuahidi ni mwaminifu. Katika kitabu cha Ufunuo, kwenye Ufunuo pale ametaja kwamba yeye ni shahidi mwaminifu mara 2. Mara ya kwanza ni Ufunuo sura ile ya 1 na ile aya ya 5. Hebu some pa hiyo aya ya 5. Kwamba yeye ni shahidi mwaminifu. Hebu soma. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Zinatoka kwa Yesu Kristo. Shahidi aliye mwaminifu. Ni shahidi mwaminifu. Nenda Ufunuo sura ya 3 aya ya 14. Anarudiwa tena kumtaja Yesu Kristo ni shahidi mwaminifu. Hebu soma. Ufunuo 3:14. 13, Ufunuo 3:14 inasema, na kwa malaika wa kanisa liliko Laodikia andika hayo ndiyo anenayo yeye aliye amina. Yeye aliye amina. Shahidi aliye mwaminifu. Shahidi aliye mwaminifu. Komea tu pale. Nenda Ufunuo sura ya 19 na ile aya ya 11. Yeye anayesema kwa Laodikia ni anaitwa amina na anaitwa shahidi mwaminifu. Anataja habari za Yesu Kristo kwamba yeye ndiye anaitwa amina, alafu yeye pia anaitwa shahidi mwaminifu. Ufunuo 19 aya 11. Anasema kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Alafu na tazama, farasi mweupe. Na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu. Yeye aliyempanda anaitwa mwaminifu. Huyo aliyepanda yule farasi anaitwa mwaminifu. Na unajua yeye ndiye anayotaja kuja kwake yeye, na yeye ndiye anaitwa mwaminifu, ni jina lake. Yaani ukizungumzia mwaminifu unazungumzia jina lake, na ukizungumzia amina unazungumzia jina lake. Ngoja kidogo. Nenda uione vizuri kwenye kitabu kile cha Isaya 65. Isaya 65 na ile aya ya 16. Ili uweze kuona kwamba ni nini anachokizungumza pale. Kwa nini huyu ndio anaitwa shahidi, anaitwa amina, alafu shahidi mwaminifu. Isaya 65 aya ya 16. Nasema hata itakuwa yeye atakayejibariki duniani atajibariki kwa Mungu wa kweli. Atajibariki kwa Mungu wa kweli. Naye atakayeapa duniani ataapa kwa Mungu wa kweli. Ataapa kwa Mungu wa kweli. Kama ni kujibariki, ajibariki kwa Mungu wa kweli. Kama ni kuapa, aape kwa Mungu wa kweli. Sasa kwenye Kiswahili, nisikize vizuri. Kwenye Kiswahili hutaona hicho kitu kilichoandikwa pale. Ile neno la Kiebrania lililoandikwa pale linaitwa amen. Ndio unaliangalia kwa Kiingereza amen, unaangalia Kiswahili amina. Hiyo ni neno, na ndio unaliona kwenye Ufunuo 3:14. Yeye anayesema kwa kanisa la Laodikia aitwa amina, halafu shahidi mwaminifu. Kwa hiyo hapa anasema yule anayejibariki duniani atajibariki kwa amen, na atakayeapa ataapa kwa amen. Yaani maana yake amen, ama hilo neno amina
kwa Kiswahili wakatafsiri kweli. Ukweli ni ilitumika hilo neno amina, ambalo likiandikwa ni kurasa na kurasa. Kwa jina amina ni jina lake, na ndio maana kirefu chake ukiliweka mwanzoni, Waingereza wanasema ukiprefix anaokaweka na suffix huku mwishoni na huku mwanzoni, ukalinyumbua lile neno, inakuwa aminifu, ama mwaminifu kama ni kiumbe, ama aminifu kama ni wanazungumzia tu sifa. Na hiyo ndio jina lake. Yeye anayejibariki ajibariki kwa jina la amen. Na huyu ambaye ni shahidi kwa Laodikia anaitwa Amina, shahidi mwaminifu. Kwa hiyo hapa anakuongezea neno pistos, pistos ambao ni mwaminifu, kutokana na neno pisteo, mwaminifu, ambayo anakuongezea sifa nyingine yake. Lakini ndio ile jina Amina. Kwa unaposikia yeye anasema amina, una wakati mwingine ndio mtu anafanya masiara kwenye jina, kwenye kutamka mwisho anasema amina, ajui anazomea, maana amina ni jina la Mungu. Baba, wasamehe kwa kuwa wajui watendalo. Hiyo aya inatuokoa, kwa sababu siku hizi watu wanadhani amina inaye ina chorus na kufanywa mzaa. Lakini hiyo neno ni jina la Mungu ambalo limesheheni sifa za maadili. Na ndio maana nasema ikiwa alituumba ili tuwe mawakili, kwenye ile Mwanzo 1:28, na anachotafuta kwetu ni ile tabia yake ya amen. Kwa kuwa yeye ni amen, anatafuta wakili ambao wana sifa ya amen. Ndio maana hiyo tabia hatutaiacha, hata kama ikiwa ni kwa gharama ya kifo. Uwe amen hata kifo. Na hii ni umuhimu wa kwanza kwenye uwakili. Hauko kwenye idadi, hauko kwenye wingi, haiko wakati wa mchana wala wakati wa jioni, uko kwenye tabia. Haina kuishi kwa sehemu, nitaishi vizuri baada ya mwakani, nitakuwa vizuri baada ya ada za watoto, nitakuwa sawa nikiwa nimerudi nyumbani, nitakuwa mwaminifu wakati mambo ya afya ni nzuri. Ila amen yeye abadiliki, na anatafuta sifa ya amen kwa kila anaitwa wakili. Huu ni umuhimu wa kwanza, kujikita katika Biblia, neno lake, na tutaenda kwenye utume. Ndio maana ya uwakili. Usisahau, ukishindwa kuwa amen, ukishindwa kuwa pistos kwa Kiunani, ukishindwa kuwa mwaminifu, nikashindwa kuwa mwaminifu, nimeshindwa kuwa wakili. Na alituumba ili tuwe wakili. Jambo la pili, wakili mwaminifu haupimwi katika wingi, kwa sababu ni swala la tabia. Tabia ni tabia, haibadilishwi na wingi, haibadilishwi na uchache. Haipimwi wakati wa dhoruba ama wakati wa amani, hauna rangi ya kinyonga. Haupimwi wakati na afya na wakati sina afya nzuri. Haipimwi wakati hali yangu ya kiuchumi ni nzuri ama wakati uchumi ni mbaya. Uaminifu ni tabia. Aliye mwaminifu kwa lilo dogo atakuwa mwaminifu kwa lilo kubwa. Ukiwa mdhalimu kwa lilo dogo, nisiombe nikadhani nitakuwa mwaminifu kwa lilo kubwa. Na usisahau, watakaomlaki Yesu ni wale tu, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Mungu atubariki jioni hii ya leo, tunapoendelea kujikita katika neno lake na kuongozwa katika utume, kwa jina la Yesu, amina.